Wapendwa, nitawapa hadithi. Nuru ambayo imedhihirishwa dirishani. Kulikuwa na mama mmoja, katika uzee wake hawezi kutembea muda mrefu. Macho yake yalikuwa yanapungua nguvu na hakuweza tena kutembea umbali, lakini kila jioni aliwasha taa ndogo na kuiweka karibu na dirisha. Majirani, kama tunavyojua uhalisia wa binadamu wetu, hatuna ule upendo wa kweli. Walianza kumsengenya, walianza kumwambia, katika uzee wako huu unategemea nani aje kukutembelea? Katika ugonjwa wako huu unategemea nani aje kukusalimia? Japo majirani walishangazwa kwa nini aliendelea kuweka ile taa bila kukata tamaa, ili hali hakutarajia wageni. Usiku mmoja, wakati wa mvua kubwa, kijana mmoja aliyekuwa safarini alipotea njia. Giza lilikuwa zito, upepo mkali, na hofu ilianza kumwingia kama ilivyo desturi ya maisha ya mwanadamu. Alipokaribia kukata tamaa, akaona mwanga mdogo ukimetameta kwa mbali. Aliufuata huo mwanga hatua kwa hatua hadi akafika nyumbani kwa yule bibi. Mwanamke akampokea kwa upendo, akampa chakula, akampa malazi na akapumzika. Asubuhi yake, kijana akiwa na moyo wa kujiuliza, alimuuliza yule bibi, taa yako imeninusuru maisha yangu. Yule mwanamke akajibu akasema akiwa na furaha, siwezi kutembea mbali tena, lakini bado naweza kuacha mwanga ukiwa unawaka, mtu aliyepotea aweze kuona njia. Wapendwa, ni mwanga gani ambao unakuongoza wewe katika maisha yako, hata katika uzee wako? Usikate tamaa. Unaweza ukawa mwanga hata kama unafifia. Unaweza ukawa kiturizo hata kama watu hawakuamini. Katika familia zetu mambo mengi yametokea. Epifani ya leo inatuambia Mungu si wa taifa moja, Mungu si wa kundi pekee, Mungu ni wa kila mmoja. Tujifunze hii hadithi ya huyu bibi, mwanga anaouonyesha. Leo tunaitwa huo mwanga uongoze watu wengine. Na kisha tujifunze kwa mamajusi ambao walifuata njia na kusoma alama za nyakati. Sisi tunajifunza hivyo kusoma alama za nyakati. Wapendwa, kama hatuwezi kuwa mwanga kwa watu, tunaonyeshwa wazi ulimwengu unaweza ukawa mwanga kwa watu, kama mamajusi walivyoongozwa na nyota. Nature inaweza ikatupeleka kwa Mungu.